Anasema al-Sheikh Ar-Ruhaili hafidhahu Allah wa waffaqahu, ayuha al-ikhwa ayuha al-fudala, enyi ndugu, enyi wabora, najtami'u fi lailati al-jum'ah, tunakusanyika katika usiku huu, usiku wa kuamkia al-jum'ah. Asli ya hii risala ni muhadhara aliyofanya Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, allati as'alu Allah, usiku ambao ninamuomba Allah azza wa jalla an yubarikaha, au bariki, wa an yubarika man fiha, au bariki waliomo ndani yake katika Waislamu, wa an yubarika ma naquluhu fiha, ayabariki tutakayoyasema katika usiku huu. Najtami'u, tumekusanyika ala amrin dhi sha'nin adhim, katika jambo lenye shani kubwa kabisa. Wa kaifa la yakunu kadhalika, na vipi jambo hilo lisiwe hivyo, kwamba ni jambo kubwa lenye shani adhim. Wa huwa yataallaqu bil usra, ilhali jambo lenyewe lina mafungamano makubwa kabisa na al usra, familia, allati hiya min al mujtama', familia ni sehemu katika jamii. Bimanzilati alqalbi min aljasad, familia katika jamii ina nafasi ya moyo katika kiwiliwili. Fakama anna alqalba, bas kama vile ambavyo moyo idha salaha, unapotengemaa, salaha sairu aljasadi, kutengemaa mwili wote. Wa idha fasada, na unapofisidika moyo, fasada sairul jasadi, hufisidika kiwiliwili kizima, kama ilivyokuja hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Anakusudia hadithi hii. Fakadhalika al-usra, basi vivyo hivyo familia, idha salahat, zitakapotengemaa, familia huyu imetengemaa na familia yule imetengemaa na familia yule imetengemaa, salaha sairul baladi, kutengemaa mji wote. Familia mzee fulani alhamdulillah, na familia mzee fulani, kwa maana familia ya mtaa wetu huu familia zao zimetengemaa, na mtaa wa pili nao zimetengemaa, na mtaa mwingine nao hatimaye tunasema familia ni jamii ya wanakijiji chetu hiki ambacho kina familia kimetengemaa kwa kutengemaa kwa familia zao. Wa idha fasada sairul baladi, kadhalika ikifisidika familia, basi umefisidika mji wote. Wa kaifa la yakunu almawdu'u fi alghayati al'uzma min alahamiyya, na itawezekanaje yasiwe maudhui yetu haya fi alghayati al'uzma, yapo katika kilele cha juu kabisa, min alahamiyati, katika mti wa umuhimu. Itawezekanaje maudhui hii isiwe na daraja hilo, kwamba ni maudhui yenye umuhimu iliyofika kwenye kilele cha mti wa umuhimu? Wa huwa yataallaqu biistiqrari al-insan, ilhali maudhui yetu hii inafungamana na suala la kutulizana kwa binadamu. Wal insanu, na mtu, idha istaqarra qalbuhu, utakapotulizana moyo wake, wastaqarrat hayatuhu, na yakatulizana yale maisha yake, istaqamat ibadatuhu, zitakuwa katika hali nzuri na njia ya sawasawa ibada zake. Fakhasha'a fi salatihi, atakuwa na unyenyekevu katika swala zake, kwa maana atanyenyekea katika swala zake, ana utulivu wa moyo. Wa nashita li siyamihi, na atakuwa na uchangamfu katika hali ya kuiendea funga yake.
atakuwa ana nashaq. Anaye mtu wa kumwandalia daku, anaye mtu wa kumwandalia futari, anaye mtu wa kumwandalia mavazi yake, kumnyoshea, anaye mtu, almuhim atapatwa na uchangamfu wa kuliendea jambo lake la ibada ya saum. Wa adaat lahu turuqu ibadatihi, njia zake za ibada zitamwangazia kwa mwangaza. Kaifa la yakunu almawdu'u jadira, itawezekanaje maudhui haya siwe yana haki bi an yatakallama fihi tullabul ilm, maudhui haya yakakosa haki ya kuzungumzwa na tullabul ilm. Itawezekanaje jambo hilo? Tullabul ilm, maduat, shekhe, wanafunzi wanaojishughulisha na ilmu, kwa nini hawa wasizungumzie mada kama hii na maudhui kama hii? Wa huwa yahummu zawja wa zawjata, ilhali maudhui hii naam inamlenga, inamkusudia mume na mke, washaba washaba, na kijana wa kiume na kijana wa kike, walibna walbint, kijana na bint. Yahumu almutazawijina, inawalenga maudhui hii almutazawijin, wale wanaooa, walmuqbilina ala zawaj, wale ambao wanaliendea jambo la ndoa. Kwa nini siwe na umuhimu hii maudhui? Fahuwa biikhtisar yahumu almujtamaa jami'an. Anasema kwa mukhtasar, hii maudhui yahumu almujtamaa jami'an, inawalenga wanajamii wote kwa pamoja. Wajaa taqriruhu fi kitabi rabbina, na takriri ya maudhui hii na ubainifu wake umekuja katika kitabu cha Mola wetu, wa sunnati nabiyina, na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inna dinana alislami dinu rahmatin lilalamin, hakika dini yetu ya Kiislamu ni dini ya rahma kwa walimwengu wote. Dinu khairin, ni dini ya khairi. Wa saadatin, ni dini ya maisha mazuri. Wa falahin, ni dini ya ufaulu. Wa salahin, ni dini ya uzuri na mtengamano, ikawa inaleta ile hali ya jamii kutengemaa. Jaa, imekuja hii dini ya Kiislamu, bima yanfa'u an-nasa fi dunya wal akhirah, kwa yale yote ambayo yatawapa watu manufaa ya kidini, ya kidunia, na manufaa ya kiakhira. Dini yetu ya Kiislamu imekuja katika hali hii, inawanufaisha watu katika dunia yao na akhira yao, fi kulli zamanin wa makan, katika kila zama na kila eneo. La saadata lilbashariya, albashariya, walimwengu, watu hawatokuwa na maisha mazuri illa bidini khairil bariya, isipokuwa kwa msaada wa dini aliyokuja nayo khairil bariya, mbora wa viumbe, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema bidini Muhammadin, hawapati basharia, kwa maana watu na maisha yaliyokuwa mazuri ila kwa dini ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kinyume na dini nyingine hakuna saada kwa basharia. Angalia manasara mathalan, manasara katika masharia yao magumu ni kwamba mtu anapokuwa amekorofishana na mke wake hakuna kuachana, kwa kuwa yule mke ni nyororo amefungwa nayo kwenye shingo yake mpaka afe. Huyo ni mke wako, wataka hutaki. Lakini kwenye Uislamu hakuna jambo hilo. Amekukera, anafanya mambo yasiyofaa, mambo yasiyoridhi, anakiuka maadili, hataki kufanya ibada, huambiwi kwamba huyo ndio wako, huyo wa milele. Kuna njia umewekewa na sharia ya dini ya Kiislamu. Fanya hivi kwanza, fanya hivi pili, fanya hivi tatu. Yameshindikana haya, basi muache talaka moja huyu, muache talaka moja.
Na ukishamwacha talaka moja usimtoe, usimfukuze, muache abakie hapo hapo, hasa yakun khairi, akajirejea akarudi katika usawa, ukamrudia. Msiwatoe kwenye majumba yao, na wala wao hawana ruhusa ya kutoka. Kuna hikima gani? Huenda Allah akazusha jambo hapo, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina wa tilka hududullah. Akasemaje Allah? Asema huenda asa an yuhditha ba'da dhalika amra, huenda Allah akazusha jambo hapo, akajielewa huyu mwanamke, akarejelewa na uelewa wake na ufahamu. Huenda akaona kwamba sasa nakwenda nyumbani, narudishwa kwetu, sasa kweli nikubali kwenda kurudi nyumbani kweli, nimwache mume wangu na watoto wangu hapa, yawaje? Kisa nini? Kisa hijab, basi bwana, kisa kadha, basi bwana, mume wangu. Hakuna dini bora kama dini hii. Manasara wao ndio wako huyo, hakuna kuacha. Mume atoka, mke anatoka, wanarudi wanakutana usiku tu, bali huenda huyu kalala kule, kalala kule, ndio hivyo hivyo, ndio wako huyo. Dini ya Kiislamu haina masala. Anaweza akawa mgomvi mume, mbaya mume, mwanamke amejitahidi kumrekebisha, ameshindwa, kapeleka malalamiko na mashtaka, wakae baraza, imeshindikana. Niache, sitaki, sikuachi, unajua kuoa, sijui kuacha. Haijakuwa hivyo kwamba huyu mwanamke ndo anakosa njia, la, anayo njia nyingine huyu, kujitoa kwenye maisha hayo. Wewe goma kutoa talaka, lakini amepewa upenyo mwingine na sharia ya Kiislamu, kwa kuwa dini yetu ni dini ya rahma, dini yetu ni dini yenye manufaa kwa wenye dini hiyo, manufaa ya kidunia na manufaa ya kiakhira. Ni dini ambayo salih likulli zamanin wa makan. Amepewa upenyo huyo, amepewa mwanya na sharia, anaweza kujihulu katika lile ambalo kwamba tatizo si la mume, basi kashindwa tu kuishi naye, au anaweza akadai talaka ikiwa tatizo ni la mume. Ikiwa mume hataki kutoa talaka, anaweza akatoa ufumbuzi kupitia kwa kadhi. Kenda kwa kadhi akasikiliza, akakuita, hata kama utagoma kwenda, anapewa kadhi mamlaka ya kuyafanya mambo. Mwisho anaifanyia fasakh ile ndoa, anaivunja ile ndoa. Wewe goma kutoa talaka, kama wewe hujui kutoa talaka, unajua kuoa, fasakh anaifanya kadhi. Bibie, wewe mshakufanya fasakh na umevunja ile ndoa, kakaa eda. Eda yako ya fasakh ni hedhi yako moja, hedhi yako moja tu. Ukimaliza hedhi yako moja, kama kuna mchumba olewa, basi wewe baki kwamba mimi najua kuoa, sijui kuacha. Hii sio ndoa ya kinasara hii. Almuhim, la saadata lilbashariya illa bidini khairil bariyya, bidini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fama amara Allah ta'ala bishay'in illa wa fihi min alfawaid, Allah hajaamrisha jambo lolote katika hii dini yetu illa wa fihi min alfawaid, isipokuwa ndani yake kuna faida kemkem, wal manafi' na manfaa mengi, wal masalih na maslah, ma la yuaddu, yasiyohesabika. Kila ambalo amekuamrisha Allah ulifanye lina faida kwako, umejua au hukujua. Swali, Allah amekutaka uswali, kuna fawaidi nyingi katika sala. Wasta'inu bisabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Allah amekwambia ufunge, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuna maslaha. Kwa hakuna ambalo kwamba Allah ameamrisha ila ndani yake kuna manfaa, kuna faida, kuna maslaha, ma la yu'ad, mambo yasiyoweza kuhesabika. Wa manaha Allahu an shay'in, na wala Allah hatokataza jambo lolote kwamba watu wasilifanye jambo hilo, illa wa fihi min almadar, isipokuwa ndani yake kuna madhara, wal mafasid, nafsada, ma la yuaddu,
yasiyohesabika, wala yuhaddu, wala yasiyokuwa na kikomo. Elewa hivyo kwamba uliokatazwa, kwenye kukatazwa kuna madhara, ulioamrishwa, kwenye ulioamrishwa kuna masalih. Allah amekataza nini? Pombe. Pombe ina madhara, si ndio hivyo? Madhara yake nini pombe? Mengi ya kiwiliwili, lakini kadhalika ya kijamii. Inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawa wal-baghdha'a fi ish fi al-khamri wal-maisir. Kuna uadui, magomvi, wanagombana walevi. Mlevi akilewa anatukana. Mlevi akilewa, akishalewa anaweza akajivunjia heshima yake, akakidhi haja ndogo mbele ya mtoto wake. Anaweza akaua, bali anaweza akabaka binti yake, mlevi. Na ndio maana pombe ikaitwa ummul khaba'ith, mama wa madhambi, kwa sababu akilewa atafanya hiki, akilewa atafanya hiki, akilewa atafanya hiki. Inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah. Anakuzuieni kupitia pombe na kamari kutokamana na kumdhukuru Allah. Hamtokuwa na muda huo, wa anis salah, bali hamtokuwa na muda wa kusali. Fahal antum muntahuna? Kwa yote haya yana madhara. Kila ambalo kwamba Allah amelikataza, ameliharamisha, ndani yake kuna madhara na kuna mafsada, ma la yuaddu wala yuhaddu. Anasema waqad ihtamma alislamu bijamii shuuni alhayati, na kwa hakika umetilia umuhimu Uislamu bijamii shuuni alhayati, umetilia umuhimu Uislamu mambo yote yanayofungamana na maisha. Fama min janibin min jawanibi hayatik, hakuna nyanja yoyote miongoni mwa nyanja za maisha yako, ayuhal muslim, ewe muislam, illa walilislami fihi bayanun wa tawdih, isipokuwa utakuta Uislamu katika hizo nyanja, au katika nyanja yako hiyo, miongoni mwa nyanja zako hizo, Uislamu una ubainifu wake, una bayana wa tawdihun, na ubainifu. Umekisha kubainishia kwamba hapa fanya hivi, biashara, fanya biashara wewe, fanya biashara basi kuwa mkweli kwenye biashara yako, usidanganye kwenye biashara yako, bainisha kwenye biashara yako. Albay'ani bil khiyari, umekupa khiyari, umekuelekea taratibu kwenye kuuza na kununua. Umenunua pale pale, una uwezo wa kurudisha ile bidhaa. Bwana astaki tena, nipe hela yangu. Uislamu umekubainishia jambo hili. Muda wa kuwa hamjaachana, mkaachana visogo, kwamba yule akapita kule akawa haonekani, yule akaenda huko akawa haonekani, biashara imeshapita. Itokee mliekeana sharti, nikikuta kasoro nitairudisha hata kama ni kesho. Sawa sawa, tayari Uislamu umekupa maelekezo kwenye kila jambo, kwenye kila jambo. Unataka kupeleka posa kwa yule binti, naam, mbona yule binti ameshaposwa, kuna posa imeshakwenda. Kwa hiyo huruhusiwi kupeleka posa juu ya posa mpaka posa ile iliyopelekwa irudishwe, ikataliwe. Kila kitu Uislamu umebainisha. Usiuze kwenye kuuza kwa mwenzako, wala usinunue kwenye manunuzi ya mwenzako mpaka ashindwe. Yote haya Uislamu umebainisha. Wa min dhalika ihtimamuhu biislahi almujtama, na miongoni mwa hayo ni kule kutilia kwake Uislamu umuhimu biislahi almujtama'i, kwa mambo ambayo hutengeneza jamii, wa tarabutuhi, na kuleta umoja katika jamii. Tarabut kwa maana tamasuk, shikamano katika jamii. Pia jambo hilo Uislamu umeliangazia.